wanatunga sharia mbovu zenye dhulma na upendeleo. Walikuwa sera yao ya maisha ni mbaya. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kawahukumu upotovu, qad dhallu 'ani tariqi almustaqim, imewapotea ile njia iliyonyooka. Duniani na akhera hawa hawakuongoka. Bisani'ihim alqabih, kwa sababu ya matendo yao mabaya waliokuwa wanayafanya. Wa makanu min al-asli, na kimsingi hawakuwa watu hawa muhtadin, hawakuwa wenye kuongoka. Lisui siratihim, kwa sababu sera yao ilikuwa mbaya. Ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, kuna hadithi imesimuliwa na sahaba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma amesema, idha sarraka an ta'lama jahla al-arab, kama utapendezewa na kuufahamu ujinga wa Waarabu. Idha sarraka, kama utapendezewa, ikikufurahisha, an ta'lama jahla al-arab, kujua ujinga wa Waarabu. Faqra ma fawqa 30 wa maa min surati al-an'am, soma kuanzia aya 130 na kwenda mbele. Kama unataka kuufahamu ujinga wa Waarabu kabla ya Uislamu, soma aya hizi, utajua hawa watu kweli walikuwa wajinga. Ibn Abbas kasema hivi, qad khasira alladhina qatalu auladahum safahan, kwa hakika wamekula hasara watu ambao wameua watoto wao kiupumbavu tu, bighairi ilmin, pasi na elimu. Wa haramu ma razaqahumullahu iftiraan ala Allah, na halafu walikuwa wanayaharamisha mazuri aliyowahalalishia Allah, aliyowaruzuku Allah, wamejiharamishia wenyewe kwa kumzulia uongo tu Allah. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin, kwa hakika wamepotea na kamwe hawakuwa waongofu. Wamepotea na kamwe hawakuwa waongofu. Kwa leo inshallah tunaweka hapo, tutakuja kuondokea kwenye darasa yetu inayofuata kwenye aya nambari 141. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Waja'alu lillahi mimma dhara'a min al-harthi wal an'ami, wamejalia washirikina fungu kwa ajili ya Allah. Waja'alu lillahi, wamejalia kwa ajili ya Allah, wamemtengea Allah, mimma dhara'a min al-harthi wal an'ami, wanavyoimarisha katika mazao ya mifugo na mazao ya kilimo. Nasiban, wamemtengea Allah fungu. Faqalu, wakasema katika kugawa kwao, hadha lillahi, hili ni fungu kwa ajili ya Allah. Bizamihim, kwa madai yao, kama walivyodai wenyewe. Lakini si kweli kuwa wamemtengea Allah, walivyodai wenyewe. Maana ili neno Allah analikariri kwa maana, kwa hikma. Hilo analosema la Allah, wala Allah hawana umuhimu naye sana kihivyo, hawamtambui kabisa. Lakini wenyewe kwa kujifanya wamo, wanasema fungu hili ni kwa ajili ya Allah, tutatoa sadaka kwa maskini na nini na nini kwa ajili ya Allah. Bizamihim, kwa madai yao. Wa hadha li shurakaina, na sehemu hii ni kwa ajili ya washirika wetu, yani miungu yao ile. Cha ajabu, fama kana li shurakaihim fala yasilu ila Allah, kile walichokiainisha hichi ni cha washirika wao hakifiki kwa Allah. Allah huku fungu lake likiharibika hawamfidii. Wama kana lillahi, lakini lile fungu walilolitenga hili ni kwa ajili ya Allah, fahuwa yasilu ila shurakaihim, linafika kwa washirika wao. Wanamega kwa Allah kidogo, wakazidisha kwa washirika wao. Allah hawamzidishii, washirika ndo wanazidishiwa. Saa ma yahkumun, ni mbaya mno hukumu walokuwa wamehukumu, hawakuwa waadilifu. Wakadhalika, kama walivyopotosha hapo, hivyo hivyo
zayyana likathirin min almushrikina, wamewapambia washirikina wengi katla auladihim, suala la kuwaua watoto wao, shurakauhum, wale viongozi wao wa kishirikina. Wamewapambia wafuasi wao ibada ya kuwaua watoto wao. Kwa hiyo mtu anafanya kazi ya kumuua mwanawe kiimani kabisa, anaona ndo yuko sawa. Liurduhum, kuwaondoshea ile dini ya sawa sawa iliyonyooka. Waliyalbisu alaihim dinahum, na kuwafanyia dini yao ya asili wawe na mashaka nayo. Ile dini ya Ismail, dini ya tauhid, wawe na mashaka nayo, waipende hii, waichukie ile. Hata sisi Waislamu wa sasa tumefanywa ule Uislamu wetu tuwe hatuna imani nao, tunauchukia, lakini tunapenda kutukuza na kuthamini dini na mila za watu wengine. Sharia yetu tunaiona ngumu na mbaya, lakini tunapenda kufagilia sharia za watu wengine. Sharia tu zinotungwa na walevi, sendo tunaziona hizi ndo zinaenda na wakati. Sharia zilizonyooka, zisizokuwa na kasoro kutoka kwa Mola Muumba, sisi tunazichukia. Na akitokea wa kuzitetea, sisi ndo tunakula naye sahani moja. Ndo ilivyo hata wakati huo pia. Wakubwa wenye akili wanawatungia watu mambo, wakawapendezeshea, wakambia haya ndo bora. Yale yenyewe mengine ya msingi muhimu wakaoneshwa kwamba haya hayana umuhimu. Wakachukia yaliyokuwa mazuri, wakapendezeshwa yaliyokuwa mabaya. Si mchezo kumfanya mtu mpaka akapata mtoto akamuua, tena anamuua kiimani, jambo kubwa sana. Kwa hiyo kuna wapambe wamewapambia hivyo washirikina ibada ya kuwaua watoto wao, wa kike na wa kiume. Mtu anaua mwanawe, anamchinja kwa kuondosha nadhiri kwa sanamu. Walau shaa Allah, kama Allah angetaka, ma faaluhu, wasingefanya mambo kama ya kijinga kama haya. Lakini ndio yamefanyika, na Allah yupo kaona, kawaachia. Angetaka awazuie wasingetenda, angewazuia, lakini kaachia, yametendeka. Fadharuhum wa ma yaftarun. Kwa hivyo wewe Mtume, waache na uzushi wao hivyo hivyo. Kuna siku ya mkutano mkuu watakuja kukuta matokeo yake. Waqalu, na wamesema washirikina, hadhihi an'amun wa harthun hijrun, wanyama hawa na mashamba haya yamezuiliwa matumizi yake, marufuku kutumia mazao ya mashamba haya na mazao ya mifugo hii. La yat'amuha illa man nasha'u bizami, mashamba haya na mifugo hii asitumie yoyote ila tunayemtaka sisi. Bizamihim, kwa madai yao. Wa an'amun hurrimat dhuhuruha, kuna na wanyama wengine wamepigwa marufuku migongo yao kupandiwa au kutwikwa mizigo. Wa an'amun, na kuna wanyama wengine la yadhkuruna ismallahi alaiha, hawakuwa wakiwatajia jina la Allah pale wanapowachinja, iftiraan alaihi, na huu ni uzushi tu wamemzulia Allah. Lakini uzushi huu sayajzihim bima kanu yaftarun, Allah atakuja kuwalipa yale wanayoyazua. Waqalu, na wanasema pia au wamesema pia, ma fi butuni hadhihi al-an'ami, kilichomo kwenye matumbo ya wanyama hawa wale walioainishwa, bahira, shaiba, ami, wasila, mimba zitakazopatikana kwa wanyama kama hawa, vitakavyozaliwa vimewekewa sharia navyo. Khalisatul lidhukurina, vitafaa matumizi ya nyama zake, maziwa yake na wanaume wetu tu. Na maana walikuwa wana kazi ya kuwatagi wanyama, wanawekwa alama, mnyama huyu ni mnyama wa aina fulani, huyu ni mnyama wa aina fulani. Kwa hiyo kinachozaliwa na wanyama wa aina hii wataruhusiwa kunufaika nacho wanaume tu,
wa muharramun ala azwajina, lakini ni haramu kwa wake zetu au wanawake wetu katika jamii yetu. Wanaume wameruhusiwa, wanawake haramu kwao. Wa iyakum maitatan, lakini akifa mwenyewe fahum fihi shurakau, nyama ya nyamafu wanashirikiana wanaume na wanawake. Sayajzihim wasfahum, Allah atakuja kuwalipa uzushi wao huu. Innahu hakimun alim, hakika Allah ni mwenye hikma na ana ilmu. Qad khasira alladhina qatalu auladahum safahan bighairi ilm, kwa hakika wamekula hasara watu wanaoua watoto wao kipumbavu tu bila ya ilmu. Wamekula hasara, wanaenda pabaya. Sikuua watoto tu, waharamu ma razaqahumullahu iftiraan ala Allah, kuna vitu vizuri vya halali walivyoruzukiwa wameviharamisha kwa uzushi tu, kumzulia Allah uongo. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin, watu hawa wamepotea na katu hawakuwa waongofu. Wa ala hadha alqadri yaqif. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.